Serikali imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya kifua kikuu yani TB, ambapo imefanikiwa kupunguza vifo kwa asilimia 68 ndani ya miaka minne kuanzia mwaka 2021. Na katika michezo, bodi ya filamu Tanzania kwa kushirikiana na taasisi ya Goin wametoa mafunzo kwa vijana zaidi ya 35 jijini Tanga kwa lengo la kuwawezesha kuandaa filamu zenye ubora wa kimataifa. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Tunaanza na taarifa ya habari. Baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Karibu sana. Serikali ya Tanzania imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya kifua kikuu TB, ikifanikiwa kupunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa huo kwa asilimia 68 ndani ya miaka minane, hatua inayoiweka nchi kwenye mkondo sahihi wa kutokomeza kifua kikuu ifikapo mwaka 2030. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Jamila Omar. Meneja wa Taifa wa Kudhibiti Kifua Kikuu na Ukoma, Dr. Kisonga Riziki, amesema vifo vitokanavyo na ugonjwa huo vimepungua kutoka 1056 mwaka 2015 hadi 18400 mwaka 2023, huku maambukizi mapya yakishuka kwa asilimia 40. Amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi 13 duniani zilizo katika njia sahihi kufikia lengo la kupunguza maambukizi mapya kwa asilimia 50 na vifo kwa asilimia 75 ifikapo mwaka 2025 na kutokomeza kifua kikuu ifikapo mwaka 2030. Nchi yetu inakuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinakadiriwa kufikia yale malengo ya kati yaliyowekwa na dunia kuhakikisha kwamba nchi zinapunguza maambukizi mapya angalau kwa asilimia 50, na sasa hivi tumeshafikia asilimia 40 ifikapo mwaka 2025, na kupunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa wa kifua kikuu angalau kwa asilimia 75, na nchi sasa hivi imeshafikia angalau asilimia 68. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani jijini Arusha, Naibu Waziri wa Afya Dr. Godwin Mollel amesema mafanikio haya yanatokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya. Kuna wamama walikuwa wawe wajane, kuna wababa walikuwa wawe wagane, si ndio? Kuna watoto walikuwa wafe kabla ya kufikisha ndoto zao, lakini leo wako salama. Haijatokea bahati mbaya, imetokea kwa sababu Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amedumbukiza fedha kwenye sekta ya afya, ndio zikashuka sasa fedha kwenye eneo la yetu. Bado uelewa ni mdogo sana kwenye elimu, kwa sababu saa nyingine mtu unakuta anaugua kifua, anashindwa kufanya kumleta vituoni kule kwa sababu asema zoea karogwa kafani. Kwa hiyo tunakutana changamoto za design hiyo. Lakini Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Serikali imewataka watumishi wa umma wa idara mbalimbali za serikali kutowakwepa wakaguzi wa ndani ili kuweka uwazi katika usalama wa matumizi ya fedha za serikali. Ni mkutano mkuu wa 3 wa wakaguzi wa ndani wa serikali ukifanyika jijini Mwanza. Kwa changamoto kubwa iliyopo ni kuongezeka kwa mianya mbalimbali ya ubadhirifu. Wakaguzi wakipata wasaha wa kubadilishana uzoefu na kupatiwa mbinu za kuboresha uwajibikaji. Ndani ya mkutano huu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene, amewataka watumishi kukaguliwa ili kuepuka hati chafu. Kuiandamaini nafasi ya mkaguzi wa ndani ni hatari sana kwa rasilimali za nchi, na ndio maana kwamba katika misingi ya utawala bora, sasa nazungumza kama waziri wa nayesimamia masuala ya utawala bora, moja kati ya misingi ya utawala bora ni maendeleo kwa watu. Fedha inapokuwa imetengwa kwa ajili ya jambo lisipotokea sio utawala bora. Kwa hiyo katika misingi ya utawala bora, wakaguzi wa ndani ni kada muhimu sana. Pia akaimiza matumizi ya tehama kupitia akili mnemba ili kuharakisha mchakato wa ukaguzi. Na hiyo haiwezi kuacha kada hii ya wakaguzi wa ndani katika kutumia teknolojia katika kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi, lakini kuongeza spidi, kwa sababu mambo siku hizi yanaenda kwa spidi sana. Unaweza kuwa mkaguzi wa ndani wa fedha ambaye inakimbia kwenye mifumo,
Sasa na wewe lazima utumie teknolojia kuweza kuangalia kwamba una monitor na kuwa jicho la umma. Kisha kusudio la mkutano huu likawekwa bayana. Kilio chetu ni miundo kandamizi ya ukaguzi wa ndani na tufanye tuweze kufanya kazi yetu kwa ufanisi. Tumekuwa tukilia kwa kipindi kirefu, lakini tunashukuru kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri leo akimwakilisha rais kwamba kilio chetu sasa kinafika mwishoni na sisi tuko tayari kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia misingi. Pia tunao board members ambao wanafundishwa governance forum. Hawa wanafundishwa na kukitwa kwenye masuala ya utawala bora na jinsi gani ya kusimamia taasisi. Lakini pia tunao internal auditors conference ambayo tutaianza siku ya Jumatano, ambayo italeta wakaguzi wote wa ndani wa public sector hapa Mwanza kujifunza na kufundwa. Pamoja na mambo mengine, kusudio la mkutano huu linaishauri serikali kufanya maboresho ya kiutendaji ili kuondoa vikwazo vinavyowakabili wakaguzi wakati wanapotekeleza majukumu yao. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amepongeza uongozi wa Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA kutekeleza maagizo ya serikali ya kubadilisha mfumo wa kutoa huduma kwa malipo ya kabla ili kuokoa taasisi hiyo ambayo ilikuwa ikielemewa katika kujiendesha. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Jimmy Mengele. Akiongea wakati wa kufungua kikao cha baraza la wafanyakazi wa Wakala wa Ufundi na Umeme TEMESA mwaka 2025, naibu waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya ametangaza rasmi kuzitaka taasisi, idara na wizara za serikali kulipa kwanza TEMESA ndio watapata huduma za matengenezo ya magari yao. Msitarajie kutekeleza mabadiliko haya katika mazingira yasiyo na changamoto kabisa, hususan katika kutekeleza utaratibu wa malipo kabla, prepaid. Utaratibu wa prepaid kwa kiasi kikubwa unaweza kuivusha TEMESA. Hata hivyo, niwakumbushe na kutoa rai kwenu kuwa suala la prepaid sio suala la kubadilisha utaratibu wa ulipaji tu, yani kutoka utaratibu wa malipo baada ya huduma postpaid kuwa malipo kabla prepaid. Utaratibu wa prepaid unatakiwa kwenda sambamba na ubora wa hali ya juu wa matengenezo, uwajibikaji wa hali ya juu na kuondoa urasimu na ucheleweshaji wa huduma za matengenezo. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA Lazaro Kilahala amesema wamejipanga kutengeneza magari kwa teknolojia za kisasa, huku mkurugenzi wa utawala na utumishi Wizara ya Ujenzi Mrisho amesema ni wakati wa kutumia mfumo wa 4R katika maridhiano ili kuongeza utoaji wa huduma bora. Ni kuanzisha mfumo maalum wa kusimamia kazi zetu za matengenezo ambao tunauita MUM. Kazi zetu za matengenezo zilikuwa zinafanywa nje ya mfumo na hiyo ilikuwa ina changamoto nyingi. Lakini kuwepo kwa mfumo huu kunatupa faida kubwa kwamba kila kitu kinakuwa kinaonekana ndani ya mfumo, lakini pia eneo lile la makadirio na kuwasilisha gharama kwa mteja sasa hivi kwa kupitia mfumo huu tumelifanya kuwa lenye uwazi na haki zaidi. Lakini wajibu kufanya kazi kwa bidii, kutoa huduma bila upendeleo, kufanya kazi kwa uadilifu na kuwajibika kwa umma pamoja na kuheshimu sheria na matumizi sahihi ya taarifa. Tutumie 4R za Mheshimiwa Rais kuijenga upya taasisi yetu na kutoa huduma bora. Kama mnakumbuka, Mheshimiwa Rais ana falsafa inayoitwa 4R. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1, huku wananchi 1474 wa vijiji vitatu vya Baluli, Mwabuma pamoja na Mwashata, kata ya Mwabuma wilayani Meatu mkoani Simiyu wakinufaika na mradi huo. Aidan Muhando huyu hapa anakuja kutupa undani wa hii taarifa. Wananchi hawa wa vijiji vitatu vya Bululi, Mwabuma na Mwashata wanafikiwa na mradi huu mkubwa wa maji ambao sasa umekamilika na kuanza kutoa huduma. Hapa wanaeleza furaha walionayo baada ya kuanza kunywa maji safi na salama, huku shukrani zao wakizielekeza kwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilikuwa nafuata mtoni, yaani ukitoka saa 2 unarudi hata saa 12 ya jioni. Watoto wanasumbuka,
wana kiu, lakini saa hizi maji yapo ndani. Tulikuwa tuna msongamano wa watu wengi sana, lakini leo RUWASA ametutua ndoo kichwani. Tuna furaha sana, yaani ndoa zetu zilikuwa zinavunjika kwa ajili ya maji. Leo hii tuna furaha mno. Sisi akina mama tunamshukuru kabisa, jambo la kwanza Rais wetu Samia Suluhu kwa kutuletea huu mradi wa maji. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meatu kinatoa maagizo haya kwa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kuhusu utekelezaji wa miradi ya maji katika wilaya hii. Huku mwakilishi wa mkuu wa wilaya akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi, anazitaka taasisi binafsi na za serikali pamoja na wananchi kulipa ankara zao za maji kwa wakati. Maji hayana mbadala. Kwa hiyo hili mnalolifanya RUWASA, ni waombe endeleeni kulifanya kwenye wilaya yetu ya Meatu. Wananchi na taasisi mlipe ankara mapema ili huduma iweze kuendelea. Katika risala iliyosomwa na meneja wa RUWASA wilaya ya Meatu, imebainisha kuwa kiwango cha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama vijijini kimeongezeka. Kwa mujibu wa meneja wa RUWASA wilaya ya Meatu, mhandisi David Kaijage, wilaya hiyo imekuwa na ongezeko la upatikanaji wa maji safi na salama kutoka 54% mwaka 2021 hadi kufikia 66.8 mwezi Disemba mwaka 2024. Kutoka Meatu mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya na Mtumbo mkoani Ruvuma umetekeleza agizo la Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha wananchi wa kijiji cha Kilimasera wanapatiwa huduma ya maji safi na salama baada ya kukamilisha kuchimba kisima chenye uwezo wa kuhudumia wakazi wapatao 1300. Litanyoni ana taarifa zaidi. Septemba 26 mwaka jana, Rais Dr. Samia akiwa anaelekea katika wilaya ya Tunduru, wananchi wa kijiji cha Kilimasera walimsimamisha wakiwa na ndoo kichwani wakiomba kutatuliwa changamoto ya maji, ndipo akatoa maagizo kwa Wizara ya Maji kuhakikisha wananchi wanapatiwa huduma hiyo. Na hapa baadhi ya wananchi wanatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kumtua mama ndoo kichwani. Mpaka saa hizi tumeshapata maji, lakini tulikuwa tunapata na changamoto. Tunapoenda mtoni tunakutana na wadudu aina mbalimbali, manyoka, tunakutana nao, masimba, machui, si watu tunaendelea kuteseka. Lakini mpaka saa hizi tunasema asante Mama Suluhu Hassan, ametubariki, ametuokoa. Ambapo sisi wanamama ilitupasa sisi wanamama tutanguzane na wanababa kwenda kuchota maji. Tukienda si wenyewe kule wadudu wakali, hasa simba, tembo, chui na wengineo pia. Siku zingine tunaenda na mabasikeli kwenye usafi wa visima. Tulikuwa tunashiriki sisi kama wanaume kwenda kusafisha, wanamama na nafanya nini? Kuchota maji. Bila kufikia mpaka hivi leo. Nashukuru Mungu, mama amefanya makubwa kwa Kilimasera. Hatuwezi kumsahau, mitano tena kwake. Kwa upande wa kaimu meneja wa RUWASA wilaya na Mtumbo, mhandisi Salome Sesie, amesema kisima kina urefu wa mita 143 na kina uwezo wa kutoa maji lita zaidi ya 1000 kwa saa. Mradi huu wa kisima cha Kilimasera gharama yake ni milioni 60 ukijumuisha kazi zote ambazo nimezisema hapo awali. Pia baada ya mradi huu kukamilika unakwenda kuhudumia wananchi wapatao 1300. Akizindua mradi wa kisima cha maji vilivyopo kwenye mpango wa visima 900 nchini, mkuu wa wilaya hiyo Ngolo Malenya amemshukuru Rais Dr. Samia kwa kutekeleza ilani ya CCM kwa vitendo katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za kijamii. Napenda tu kuwasihi tuendelee kutunza mazingira. Manake tukiendelea kuharibu mazingira hatuwezi kupata maji ya kutosha, hatuwezi kupata mvua za kutosha. Kwa hiyo utunzaji wetu wa mazingira ndio imetuletea tumepata maji safi kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Taasisi ya Al-Madrasa Tursahima iliyopo jijini Dar es Salaam imeandaa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu ambayo yamehusisha vijana wa rika mbalimbali, ambapo washindi wa mashindano hayo wamezawadiwa fedha taslim, vifaa vya shule pamoja na nakala za Qur'an.
Akizungumza katika hafla ya kufunga mashindano hayo, mkurugenzi wa taasisi ya Usanga Foundation, Niaz Khan Ibrahim, amewasisitiza wazazi kuwahimiza watoto wao kupenda kusoma Qur'an tukufu, hatua aliyosema itawasaidia kujiepusha na mmomonyoko wa maadili. Katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, taasisi mbalimbali za Kiislamu zimekuwa zikiandaa mashindano ya Qur'an tukufu na kuwapa zawadi mbalimbali washindi, lengo likiwa ni kuwahamasisha vijana kupenda kusoma Qur'an na kuendelea na juhudi zao za kielimu na kijamii. Hii kuonesha kwamba kama jamii, kama nchi tunaenda mbali, tunaenda mbele, na kuona vijana wadogo wanahifadhi na wanasoma, hiyo ndio dalili nzuri ya kesho ya Tanzania na kesho ya Waislamu na kesho ya umma wa Tanzania kwa ujumla. Kama tulivyozungumza awali kwamba dini yetu inazungumzia amani, kudumisha amani, lakini ile amani haipopatikana bila kuwa na uelevu. Na uelevu unapatikana kwa elimu, kufuta ujinga, si ndio? Kwa hiyo tunashukuru Allah kwamba vijana wengi wanasoma na wazazi wengi wanasimamia wanafunzi wao, watoto wao, na walimu wanajituma. Na uhitaji mkubwa katika masuala mazima ya supporting katika haya mashindano. Kila mwaka katika maandalizi ya haya mashindano tumekuwa tunapata changamoto kubwa zaidi katika kuyaandaa haya mashindano. Kama tutakavyoona katika haya mashindano ambayo yaliyofanyika leo, kulikuwa na zawadi ambazo ni nyingi kwa watoto, lakini kwa watu wakubwa wenyewe wanaona ni kitu kidogo kwa watoto ambao wanavyopewa. Nilopata leo najisikia vizuri, na nashauri watoto wengine ambao hawashiriki au wameshiriki ambao hawajashinda, nitaambia wajitahidi, wasikate tamaa, watafika hapa nilipofika mimi. Na wanafunzi wa shule ya sekondari Ndegishi iliyopo wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara TARURA kubadilisha muundo wa madaraja ya chini maarufu kama drifti yanayojengwa kwenye maeneo ambayo yamekuwa yakisababisha kushindwa kuhudhuria masomo kipindi cha mvua kutokana na kutopitika. Elia Kimani ana taarifa zaidi. Wanafunzi hao wamesema kuna wakati baadhi yao lazimika kukosa masomo na hata mitihani kutokana na madaraja haya kutokuwa rafiki kipindi hicho cha mvua. Naiomba serikali iweze kubadilisha madaraja, wasiweke ya drifti, waweke yanayopitisha maji chini, sio juu. Maana yale yanayopitisha maji juu yanachukua yanaweza hatuwezi kufika shuleni cha kijaa maji. Njia iwe nzuri pamoja na madaraja. Wametujengea madaraja ya flat, yale madaraja yanayopitisha maji na kukwamisha maji. Yanajaza sana maji, utakuta kama mfano mwanafunzi ikatokea mtihani shuleni, akawa anajidamka kwenda shuleni kwa mguu, akakuta maji yamejaa. Hataweza kwenda tena shuleni, atabidi arudi tena nyumbani. Pia wanafunzi pamoja na uongozi wa shule hii ya Ndegishi wameomba serikali kukamilisha miundombinu ya maabara ya masomo ya sayansi ili kufikia matamanio yao ya shule kuwa na mchepuo huo kwa ufanisi. Tunaanza kuelekea katika sayansi, lakini basi kwa sababu tuna kidato cha pili tu tunaendelea nao vizuri, lakini tulitamani zaidi tuanze na practical mapema. Kupitia vitendo, kwamba kusoma kwa vitendo kuna waimarisha sasa kuanza kuleta fikra tunduizi katika masomo yao. Nikiri kwamba bado mazingira hayajakaa vizuri kwa sababu tuna maabara 3 hazijakamilishwa vizuri ujenzi wake, kwa maana mifumo ya gesi na maji. Hatuna vifaa. Kwa hiyo inatupa wakati mgumu kwa kusoma sayansi, maana sayansi inahitaji vitendo vingi. Na tunapenda kusoma sayansi, sasa itatusababishia tukafeli. Wazazi wa watoto hao wanaishukuru serikali kwa ujenzi wa shule hii mpya inayotarajia kupelekea ufaulu mkubwa wa watoto waliohitimu darasa la 7 mwaka uliopita, kwa matumaini ya shule kuwa karibu, lakini changamoto ni barabara kwao. Baada ya shule kujengwa, watoto walifurahi. Watoto wanatoka vijiji vya mbali, wanatembea kwa mguu, wanakuja shuleni. Walivyoambiwa kuna mabweni yanajengwa, watoto kwa mwaka huu wamefaulu wengi sana, lakini inakuja kushindikana barabara tu. Katika wilaya hii shule ya Ndegishi ni kiwango cha juu kuliko zote.
kutoka wilayani Kiteto katika kata Ndirgesh mkoani Manyara. Mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Bodi ya Filamu Tanzania kwa kushirikiana na taasisi ya Goin wametoa mafunzo kwa vijana zaidi ya 35 jijini Tanga, lengo likiwa ni kuwawezesha kuandaa filamu zenye ubora ambazo zitaweza kupenya katika soko la kitaifa na kimataifa. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Raya Kipingu kutoka Tanga. Kaimu katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania Dr. Gervas Kasiga amesema wanatamani kuona vijana wakitumia fursa ya vipaji vyao kujiajiri na kuajiriwa kufika katika ushindani wa soko la kimataifa. Tunairudisha hadhi ya Tanga kama kitovu cha utayarishaji wa filamu. Tutaongeza pia ushindani wa soko la kimataifa, na wakipata soko la kimataifa maana yake wataongeza kipato. Tukivikuza viwanda vidogo vidogo vya filamu kutoka mikoani vitasaidia sasa kutengeneza ile dhana kubwa ya kiwanda kikubwa chenye nguvu cha filamu cha nchini Tanzania. Mratibu wa mafunzo hayo anabainisha maboresho wanayowapatia waandaaji pamoja na waigizaji ili kuandaa filamu zenye ubora hapa nchini. Tuko hapa Tanga kwa ajili ya kuboresha, kupiga msasa, kuhakikisha kwamba wadau watengenezaji wa filamu kwa mkoa wa Tanga basi na wao wanaweza kupata elimu hii ili waweze kutengeneza kazi zilizo bora. Fursa sasa ya kuweza kuwapatia vijana wa Tanga na wataalamu wa Tanga skills ambazo zitakwenda kuboresha utaalamu wao na kufanya kazi za kisasa ambazo zitaendana na matakwa ya wateja wao. Nimetoa ukungu mwingi sana ambao nilikuwa nao. Nilikuwa nafanya kimazoea, lakini kupitia masomo yananifahamisha kwamba naenda sasa kufanya kiu tofauti zaidi na kufanya kwa kucompete kulingana na hali ya kiteknolojia jinsi ilivyo. Tunaamini mafunzo haya sisi yatakwenda kutupa thamani kubwa sana katika soko letu la Tanzania, kwa maana kwamba kupenya kwenye uwanda huo wa dunia huko. Mafunzo hayo yanafanyika kwa muda wa siku 10. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naam, taarifa yake Raya Kipingu kutoka Tanga inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Hivi punde mtazamaji, tutarudi tena kwa ajili ya kukuletea uchambuzi wa vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti.